Ujumbe kwa wakodisha mbao za ujenzi: boresheni huduma ili tulinde ubora wa kazi. Kama mjenzi wa nyumba TZ, mimi ni muumini mkubwa wa kuunganisha wajasiriamali wa ndani na kuimarisha uchumi wa jamii yetu. Napenda sana kukodi mbao kwa ajili ya kazi zetu, kama kutumia kwenye beam, jamvi na kwenye formwork ya aina mbalimbali, ili kuokoa gharama za mteja wangu, kusaidia biashara za ukodishaji kukua na kustawi. Lakini kuna changamoto kubwa inayotufanya wakati mwingine tunalazimika kununua mbao mpya, kama unazoziona hapa kwenye hii video zilizokuwa zikiendelea na kazi kwenye hii video ya site yetu. Hebu nieleze wazi. Na hii ninayozungumzia ni kwa ile mikoa ambao inahusika na ukodishaji wa mbao, maana sio mikoa yote Tanzania wanakodisha mbao. Ukienda Iringa, Njombe, Mbeya huko, hivyo vitu kama hivyo hawavijui, kama kuna mbao wanakodisha kwa ajili ya renta, sijui mtakupiga zaidi kule, hawajui. Kwa hii mikoa yetu ya Dar na maeneo mengine yote ambao wanakodisha ndio inawahusu zaidi. Tatizo liko wapi? Wakodishaji wa mbao wengi wamejikita tu kwenye kukusanya zile shilingi 2000 hadi 2500 kwa bei ambao moja na gharama utofautiana kati ya sehemu moja na sehemu nyingine kwa siku. Lakini wamesahau kabisa kuwekeza kwenye ubora wa bidhaa wanayokodisha. Unakuta mbao zenye hali hii zimepinda, yani narudia tena kwa msisitizo, zimepinda kwa kupigwa na jua muda mrefu bila kutunzwa. Zimechakaa na kuliwa, ukigonga msumari tu mbao inachanika. Zimepoteza uwezo wa kubeba uzito, na jambo linaloumiza zaidi, mbao ikichanika kwa uchakavu wake mwenyewe, yani mbao zimechakaa zenyewe, mwenye mbao anataka mteja amlipe mbao mpya bila kujali kuwa mbao hizo tayari imemrudishia faida mara nyingi kupita ukodishaji wa wateja waliopita. Hii si biashara ya haki, wala si biashara inayodumu. Siri ya mbao mpya na marine board. Sababu inayotufanya tununue mbao mpya au wakati mwingine tuambie matajiri zetu watunulie marine board ni moja tu: ubora wa kazi. Ukija kuona beam itakayotokana na mbao mpya baada ya kufungua formwork, utagundua utofauti mkubwa wa hali ya juu. Mbao mpya na marine board vinakuwa mistari iliyonyoka, straight line. Hakuna beam iliyopinda, hakuna kuta zinazojitokeza nje ya mpaka. Jengo linaonekana la kitaalamu na la hadhi. Zege imara na yenye nguvu inazuia maji ya saruji, nikimaanisha yale maji ya sementi yasivuje nje. Zege inabaki na nguvu yake yote ya asili. Inapunguza hatari ya zege kuwa na mapungufu, yale tunaita yale masega, yale yanakuwa kama na meno. Lugha sasa tumesema zege lina meno, hii inapunguza ufanisi wa gharama za finishing. Uso wa zege unakuwa laini na mnyofu. Inapunguza sana gharama za plastering. Mteja anapata thamani ya kweli ya pesa yake. Rai yangu kwa wakodisha mbao, kwa heshima kubwa ninawapenda na tunataka muendelee kupata riziki nzuri, lakini tunaomba mjiangalie na kuijali kazi yenu. Fikiria hivi: mbao iliyokodishwa mara 4 au 5, wakati mwingine mpaka mara 8, tayari imekurudishia faida nzuri. Iweke pembeni, isilete hasara kwa wateja wengine. Au ile mbao unaweza kaitumia kwa kukata vile vipande visembe vitakavyotumika kutumia mbao fupi, unaweza kutumia hivyo. Tumieni faida mliopata kuunda mbao nyingine mpya. Hii ndiyo biashara ya busara inayodumu. Msipobadilika, hii ndiyo itatokea. Wateja wataendelea kununua mbao zao mpya ili kulinda ubora wa majengo yao. Nyinyi mtabaki na mbao mbovu zisizovutia mteja yeyote, wakati biashara yenu itaendelea kushuka pole hadi kufa. Hata kama itachelewa, lakini muda wa kufa utafika. Ubora wa bidhaa yenu ndiyo siri ya biashara yenye wateja wa kudumu. Muhtasari wa kitaalamu kwa wakodishaji wa mbao: kagua mbao zako mara kwa mara.
Mbao iliyochakaa iondoe kwenye orodha ya kukodisha. Wekeza upya faida yako kwenye mbao mpya. Toa huduma bora. Wateja wa kitaalamu watarudi tena. Bei ya ukodishaji iendane na ubora wa bidhaa unayokodisha. Mjenzi wa Nyumba TZ, tulinde ubora wa ujenzi Tanzania pamoja. Ili uweze kufanya kazi na sisi, kama vile huduma tunazozitoa za kuchora ramani za nyumba aina zote, kujenga nyumba za aina zote, kupaua mapaa aina yote, kupiga plasta na kujumla na kufanya finishing zote unazojua, wasiliana na sisi kwa namba hii hapa naenda kukutajia. Kwa njia ya simu ya kawaida tu au message ya kawaida ni 07 12 93 70 90. Pia unaweza kututafuta kwa njia ya WhatsApp au Telegram kwa 07 65 93 70 90. Usisahau tuna email yetu ya kampuni ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia unaweza kucheki kwenye mitandao yote ya kijamii unayojua duniani. Jina ni moja tu, Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Nyumba bora hujengwa na fundi bora, na vifaa bora ni sehemu muhimu ya ufundi huo. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga maisha, sio kuta tu. Asante sana kunisikiliza na karibu tena kwa elimu nyingine zaidi na zaidi. Shukrani.